Mwenye enzi, mba mbingu na ulimwengu, nasema ni asante kwa kuwa kwamba umetupa nafasi nyingine ya kusikiza ujumbe wako Baba kutoka mbingu la tatu. Wewe ni Mungu mweza, wewe ni mfalme kati ya wote. Watoto wako wakionywa wabadilike, wakifundishwa wasikie, wakionywa Baba Mungu wa rehema wakubali kubadilika mara tena, na pia wakibarikiwa wabarikike. Sifa na shukrani zikurudie. Mimi mtoto wako nitumie kama chombo chako. Mungu wa rehema, nahitaji tu baraka peke yako, na ni katika jina la Yesu Baba taomba atakuamini. Amen. Hii neno nataka kurudia mara tena, Ecclesiastes 5 ama Koherevu ni 5 kuanzia hapo mwanzo hadi 3. Mhubiri ni 5 mwanzo hadi 3. Nitasoma na kwa neema ya Bwana tafsiri kidogo na kuna kutendewa. Ndavuga Koherevu 5 kuma 1 kinya 5. Nataka kusoma na kuna kutendewa. Semaga ugitonya nyumba ya Ngai niondu gukwiria ho kuigua ndeto ciake ni kwega gukira igongona rira ni rutona irimu tondu itimenyaga ni uru ireka. Bwana asifiwe. Ati uwe unanyenyekea unapoingia kwa nyumba ya Bwana. Kunyenyekea ni kusema namna gani, mtoto wa Mungu? Ati mahala pale sio nyumba yangu, sio nyumba ya mtu wote, ni nyumba ya Bwana. Ni mahala tunaingia kusikia neno, na kila mmoja amekuja kwa sababu ya huyo Mungu. Kila mmoja ameingia kwa nyumba ya Bwana ili asikie ujumbe wa Mungu na asikie ile neno iko mahala pale. Kwa hivyo kuingia mahala pale haufai kuvuja mtu moyo. Asifiwe Bwana. Hata mimi mchungaji nikiwa kwa kisima sifai kusimama kwa madhabahu ni kutukane, kwa maana umetoka all the way out kwako nyumbani ukaingia kwa nyumba ya Bwana ili usikie ujumbe wa hiyo siku ya Bwana. Haleluya. Kwa hivyo wakati wowote unaingia kwa nyumba ya Bwana, usikubali wewe mwenyewe kuchongoa mtu yoyote. Usikubali kuvuja mtu moyo. Usikubali kuchafua mtu yoyote moyo. Kila mmoja ameingia mahala pale ili asikie ujumbe wa Bwana. Haleluya. Kwa maana tuna wengi sana, unaingia kwa nyumba ya Bwana unaweza tukanwa, unaweza chapwa, unaweza pata mtu akwambia maneno mpaka usikie uko mahali penye hapafai. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, wakati naingia kwa nyumba ya Bwana, hata mimi nikiwa mchungaji, nafaa nichunge maneno ya kinywa changu sana, ili nisivuje mtu yote moyo. Kwa maana watoto wa Mungu, kuna mahala unaenda kanisani mpaka na shida uko wapi. Kwa nini? Jambo ya kwanza, mchungaji akisimama kama mimi, naanzia kusema maneno yangu, nimebarikiwa, niko na magari, watoto wamesoma, wako na degree, ni madaktari, ni maprofesa, na kuna mwingine pale watoto wake hata wako shule. Asifiwe Bwana. Inafaa ukuwe makini sana ukiwa kwa nyumba ya Bwana. Neno lolote ile natoka kwa kinywa chako, wacha kusema ati msala wa usiku unaulizwa na usiku. Usijaribu kuongea neno uvuje ndugu mwenzako ama dada mwenzako moyo, na ameingia kwa nyumba ya Mungu ili asikie ujumbe wa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati wowote unaingia kwa nyumba ya Bwana, inafaa ukuwe najua mahala pale ni pa Mungu. Mtu yote akiingia mahala pale, akuwe ni mlevi, akuwe ako namna gani, ujue huyo mtu amekuja kuabudu Mungu wake. Haleluya. Bwana asifiwe. Sio mahali ya kuhukumu mtu. Hata huyu mtu amefanya namna gani, huyu mtu amekaa namna gani, huyu mtu ni kabila gani. Hapana, mahala pale ni nyumba tunaingia sisi wote kumwabudu Bwana. Haleluya. Kwa hivyo wakati mtu anaingia kwa nyumba ya Bwana, anafaa akuwe huru na anafaa apate amani, asikie ujumbe aende kwake nyumbani. Haleluya. Lakini kunao wengine, kuanzia mimi nikiwa mchungaji, nasimama kwa madhabahu na naanza kuambia watu, venye mnaniona mimi ni tajiri, mimi niko na mali, niko na vitu zangu, mimi sio mtu hivi hivi. Hata mkiona nahubiri sio kumaanisha niko na mashida. Hapana. Nyumba ya Mungu sisi wote tumetosana katika jina la Yesu.
Haleluya. Lazima ujue kila mmoja amekuja kutafuta uhai. Lazima ujue kila mmoja amekuja kutafuta Mungu. Wacha kumwambia mali yako na matajiri wako na magari yako na takataka zako. Kwa nyumba ya Bwana kila mmoja amekuja kutafuta uso wa Bwana. Haleluya. Kwa hivyo sio mahali ya kuja kujigamba, sio mahali ya kuja kuanzana familia yako, sio mahali ya kuanzana na bibi yako. Hata kila mmoja ako na bibi yake kwake kwa nyumba. Haleluya. Hata wengine mmeficha hatuwajui na hatutaki. Kila mmoja ameingia mahala pale ili roho yake iridhike. Haleluya. Lakini napata mchungaji kila wakati akisimama, wewe bibi yangu simama, watu wasamanga sina bibi, wanataka wajue uko bibi ufanye namna gani. Hata ndege na nyani ni bibi na bwana. Haleluya. Kwa nyumba ya Bwana ni mahala mtu anafaa akija mahala pale. Akiwa single mother anaridhika. Akiwa single father, kuna single father? Single father wako? Akiwa single father anaridhika. Akiwa tajiri anaridhika. Akiwa maskini anaridhika. Lakini sio kusimama mbele ya watu unaona kama wewe you are special. Hakuna kitu kama hiyo. Nyumba ya Bwana ni mahala ukisimama pale kuongea, unajua unaongea kwa niaba ya nani. Kuna mtu amekuja amevujika moyo, pia akiingia mahala pale unamvuja moyo mara tena mpaka anakataa kanisa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nyumba ya Mungu ni mahali mtu anavaa kienda mahala pale alikuwa amevujika moyo, anasikia ukweli, ameguswa mahali na ameridhika. Ni mahala mtu akija mahala pale anasikia kweli, ile neno nimepewa iko sawa. Lakini sio mahali unaingia unaangalia kama watu wamekuja kutoka kusimu. Hapana, ni mahali ya kujua kila mmoja ameingia kutafuta uso wa Bwana. Kila mmoja ameingia kusikia ujumbe. Kila mmoja ameingia aombe ili aridhike. Kila mmoja ameingia ashukuru Bwana. Wiki mzima ameona mkono wa Mungu, lakini haufai ku accuse anybody kwa nyumba ya Bwana. Haleluya. Nyumba iko na mwenyewe, nyumba ni ya Mungu sio yangu. Asifiwe Bwana. Asemaga ugitonya nyumba yake nyondo gukweri aho kuruga ndeto ciake ni kwega ukira igongona ria rito ni irimu tondu itimenyaga ati ni uru ireka. Number 2, tiga kwaria na ihenya utambite gwiciria na ndugetikire ngoro yaku ihiwe kuga undu mbere ya Ngai. Wacha kuongea haraka bila kutafakari. Moyo wako usikuwe mwepesi wa kusimama na mbele ya Mwenyezi Mungu. Hiyo maneno anakuja kuabiria Mungu time. Hakuna wakati atasuka hapa achukue sadaka. Hakuna wakati atakuja hapa akuitize pesa. Wacha kuongea haraka ukiwa mbele ya macho ya Bwana. Haleluya. Chunga maneno ya kinywa chako. Kwani Mungu ni mwanadamu? Ati Mungu Baba ukinipea kasi nitatoa fungu la 10. Mungu Baba ukinipea bibi na mpea mtoto tutakaa kwa nyumba. Hapana, chunga maneno ya kinywa chako. Haleluya. Tiga kwa bakwaria na ihenya wibere ya Ngai. Wimenye ciugo cia kanua gaku. Tiga kuona kawe mugi nitha wigwereirwo. Hasifiwe Bwana. Wewe tiga kuona wewe mugi muno, menya nitha cia Ngai. Menya nitha cia Ngai ko toya hau uri. Kindu kiu wina kio, ngari yo winayo, buroti yo winayo, wira ucio hetwo, family njega nitha cia Ngai. Hasifiwe Bwana. Lakini wacha kusimamanga mbele ya watu unajifanya wewe ni mjanja sana. Mimi hata mkiniona hivyo, mtoto wangu second born is a lecturer MKU University, first born naye ndiye lawyer, fourth born ako doctor huko US. Bwana asifiwe. Hiyo maneno naongea umeulizwa na nani? Sisi hapa tumeingia, hata hatutaki kujua kabila yako. Haleluya. Hatutaki kujua kwenyu. Hatutaki kujua unaenda na gari aina gani. Hatutaki kujua unafanya kazi gani. Sisi wote tumeingia tumwabudu Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo maneno ya kuongea mbele ya Mwenyezi Mungu, maneno ya kuongea mbele ya watu haifai hata kidogo. Chunga maneno ya kinywa chako. Wacha kuabiria Mungu mali yako. Wacha kusimama mbele ya watu ikae kama sio ushuhuda ni maringo. Hata mkiniona namna hiyo, mnasikianga kampuni fulani fulani, I'm the manager. Yes, mimi I'm the manager. Kwa nyumba ya Bwana
kila mtu aingie kama amebodeka. Sisi wote tunatafuta uso wa Bwana. Hiyo maligo yako na pesa yako na takataka yako hakuna mahali itakutupeleka. Sisi wote tushuke, Mungu aonekane. Haleluya. Kwa maana kuna watu wanavuja watu moyo. Paka ule mtu akitoa ushuhuda anasikia na ni kama mimi sio Mungu naabudu. Ule Mungu naabudu ni kama Mungu ule wa huko Togoloni. Sababu hawa watu wako na mali. Mimi niko na nini? Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana. Wacha kusema maneno mengi sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Wacha kuweka nadhiri mingi mbele ya macho ya Bwana. Wacha kuongea sana ukiwa mbele ya watu. Wacha kuvuja wale watu wako chini moyo. Asifiwe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kunao watu wanaweza ongea uone kama anaomba vizuri kukuliko. Hata wewe mwenyewe ule mtu kama anajifanya anaongea na dimi, hata wewe utaongea na dimi uone kama wewe utatajirika kama yeye. Si amesema fenya kuna mali. Asifiwe Bwana. Number 3. Todo oigewa amehango netuma mundu arote. Na oigewa ndeto nuonanaga atene kilimo kiraria. Kwa maana wingi wa maneno unafanyanga mtu aote. Na wingi wa maneno unafanyanga mtu aonekane mjinga na ongea. Hapa hakuna mtu ajayota akiwa na pesa. Unapata uko na pesa mingi sana na hesabu. Kuamka asubuhi uko na 50 imeraruka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja analala usiku mzima kihesabu pesa. Kuamka asubuhi ako na makoini ya 30. Haleluya. Hapa hakuna mtu ajayota akiwa na mpenzi. Paka namwabiria bigu na ako duniani. Haleluya. Akiamka asubuhi amekupatia blanketi. Haleluya. Hiyo ndio wingi wa maneno inafanyanga mtu aote. Lakini ndoto za Bwana ni ile kitu uko umetafakari na unaota nayo. Hiyo ndio ndoto ya Mungu. Asifiwe Bwana. Lakini maneno ya kuota kama umenunua gari na hauna chochote, maneno ya kuota kama wewe mwenyewe ni pilot na hujaingia ndege, hiyo nayo ni mafikiria mengi. Kuna ndoto zinatokana na Mungu. Nao wingi wa maneno inaonyesha ni mjinga na okea. Kwa hivyo wakati mtoto wa Mungu uko mbele ya watu, omba Mungu wisdom. Unaweza kuwa na knowledge from books, wisdom is from above. Ili usikuwe na okea maneno mengi sana. Number 5. Number 4. Liria waheta muhetwa hari Ngai ndukanahutheria kuhingia ni undu we ndakenagio ni irimu. Hingia muhetwa waku. Wakati umeweka nadhiri, usikuwe mwepesi wa kupuuza kutimiza ile nadhiri. Kwa maana Mungu hafurahishwi na wajinga. Watu wengi sana tuko nao kwa nyumba ya Bwana. Hata mavazi wamevaa kwa mwili iko na deni. Hata watoto wako na wao wako na deni. Hata bwana ako kwa nyumba ako na deni. Hata kazi anafanya iko na deni. Sababu ile kazi ilikuwa nadhiri. Ule mtoto alikuwa nadhiri kama Samueli. Ile nguo amevaa ni nadhiri. Kila kitu ili anunue lazima aweke nadhiri. Asifiwe Bwana. Lilia weheta muheto mbele ya Ngai ndukanahutheria kuhingia. Muheto ucio niguo uthukitie kinya bururi witu. Asifiwe Bwana. Kwa maana kila mmoja akikuja kwa nyumba ya Bwana atasema I will die. Asifiwe Bwana. Lakini mahala pala naenda kusema kuna malaika wanasikia. Ati huyu mtu tukipea kiti ya MCA atatengeneza barabara, ataweka security, atafanya hii, watoto wetu watasoma. Wakati anaingia mahala pale, sile nadhiri sote alisema mbele ya madhabahu anasahaulika. Asifiwe Bwana. Lile waheta muheto mbele ya Ngai ndukanahutheria kuhingia. Hakunanga watu wanakuanga na nadhiri kali kama wale watu hawana watoto. Asifiwe Bwana. Hala watu wanakuanga nadhiri kama Samueli.
Wanaambia Mungu wa rehema, kama atanipea mtoto, mimi mwenyewe nitamrudisha kwenye nyumba yako, nitakutumikia, nitakuwa mwaminifu, nitatoa fungu la 10, nitakuwa mtu wa kufanya kazi kwa nyumba yako. Wakati amepokea mtoto, anaanzia kuuliza Mungu, hao wote wamepewa watoto, unawadai ama ni mimi tu? Asifiwe Bwana. Nadhiri ya pili iko na watu wengi sana, ni wale watu wamekaa jangwa for long bila kasi ya mikono yao. Hiyo na anakuanga na mtu mwenye ameokoka na mwenye hajaokoka. Unapata mtu akwambia, mimi hata nimeamua, mimi kama nitapata hiyo kasi na saokoka nimtumikie Bwana. Wakati amepata kasi, anaanzia kusema naye Mungu atakagi mjinga. Haleluya. Kwa nini uweke nadhiri na kila kitu? Ndio naona huyu bwana yako ni kisirani sana. Ndio naona huyu bibi yako ni kisirani sana. Sababu wakati uliweka nadhiri na ukasaini certificate ya ujinga yenye huko umesomea, ukasema utampenda mpaka kifo. Dunia mzima hakuna kitu ingine mtu anapangwa certificate bila kusoma isipokuwa harusi. Asifiwe Bwana. Mungu ni nani? Anakupea nungu, unachukua certificate, haujui iko na miba. Unaandika hapa, I do, I die, I love until death. Unajivuga mara 10. Na ni mbele ya madhabahu. Na mchungaji anafanya ukweli. Anamwambia kiri kama nampenda. Unamwambia, mimi dada nakupenda hata kama tumesima stima, bado wewe ni mwanga. Asifiwe Bwana. Mchungaji anamwambia kiri mbele ya madhabahu. Anasema nitakupenda mpaka kukufa. Unapewa certificate. Kama nataka certificate, sio lazima usome. Oleka kwa harusi ya kanisa upewe certificate. Lakini ujue hii certificate unapewa sababu iko na maneno mawili. Haleluya. Iko na maneno gani na gani? Inakuaga na machozi na huzuni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kipata mtu anafanya harusi, mwambie, dada uko tayari kuchukua huzuni na machozi? Asifiwe Bwana. Na mzazi wake anasema kimomo gai na kagaiwe mugeri yai. Yithe kilimo giki kwa nikona mudu. Asifiwe Bwana. Alafu anasemaga, na huyo kijana akikosea usiende kwenyu. Huyo mimi ndiye namjua, kuja niambie, sababu najua kijana gani mji. Bwana asifiwe. Na mchungaji anakwambia, chukua Biblia unakiri mbele ya watu, atendambada mpaka kukufa. Hapo kiingia kwa nyumba, unaanzia sasa kusoma katiba. Simepewa certificate. Katiba tunaanzia kusomea na mzee. Anakwambia, hata ukiniona mimi ni moboi wa bali ya marigo, na tutiaka wako neaka. None mundu akweli au kwa dakinya gukua. Asifiwe Bwana. Mkiwa kwa barabara anaenda kama amekimbia kama madhege bandia, unaachwa huko. Haamini niwe mlifanya harusi na yeye. Na mkaeka nadhiri. Nadhiri mingi sana ndio zimefanya hata nchi yetu kuwe na shida. Nadhiri mingi sana ndio zimefanya ndoa zikuwe na giza. Nadhiri mingi sana ndio zimefanya wewe mwenyewe hata kuwe na shida ya mwili. Kwa sababu kuna mtu alipokea uponyaji kwa njia ya kuweka nadhiri mbele ya macho ya Bwana. Kwa nini unaweka nadhiri na unakosa kutimiza? Kwa nini ulikubali kukiri mbele ya umati ya watu atutapenda huyo dada mpaka kukufa? Na dada akiona certificate ya marriage, akaambia inue juu kabisa, anainua mpaka anaweka kiatu hivi, watu wajua ameoleka. Utajua haujui. Ingia kwa nyumba usome ule mwenye amekuwa, kumbe ameoleka na porcupine. Haleluya. Na certificate iko na ukaka nadhiri. Tiga gucoka kweta mwihitwa ira mwathani, ugikana he muthuri ningagucokeria ngatho, ugikana he mwana ningauga ni wagiriire, ugikana he wira ningagucokeria ngatho. Wacha kuweka nadhiri.
Kukosa patient ndio kunafanyaga mtu aweke nadhiri. Ni